Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametumia mpango wa Gaza kuimarisha nafasi ya Uturuki katika siasa za ulimwengu, hasa Mashariki ya Kati, na kuonyesha ushawishi wake. Baada ya kuishawishi Hamas kukubali mpango wa kusitisha mapigano wa rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameibuka kama mpatanishi mwenye ushawishi mkubwa Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alipowasilisha mpango wake wa kusitisha mapigano Gaza, wengi hawakutarajia kwamba msukumo mkubwa wa makubaliano hayo ungetokea Ankara. Kwa kuishawishi Hamas kukubali mpango huo wa Marekani, Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki amebadilisha nchi yake kutoka kuwa mtazamaji hadi kuwa mdau mkuu wa diplomasia ya Mashariki ya Kati. Wengi hawakufahamu ni nani alianzisha mchakato huu, lakini kumbukwe ni Uturuki ambayo ilianzisha mchakato wa amani kuelekea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na hata wakati huu inaonekana sasa Rais Recep Tayyip Erdogan kupitia rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kuwa moja kati ya wenye ushawishi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa kuishawishi Hamas kukubali mpango wa Marekani, Erdogan wa Uturuki amebadilisha nchi yake. Mara moja uhusiano wa karibu wa Uturuki na Hamas umezidi kuongezeka, ambao zamani ulionekana kuwa mzigo wa kisiasa kwa Washington, sasa umegeuka kuwa silaha ya kisiasa inayoongeza ushawishi wake kimataifa. Ni nini ambacho Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, alichokifanya katika kusimamishwa kwa vita na kuelekea amani ya Mashariki ya Kati? Awali viongozi wa Hamas walikataa shinikizo la Marekani la kuachia mateka wa Kiyahudi au kukabiliana na maangamizi zaidi, lakini baada ya Ankara kuingilia kati, kundi hilo lilikubali masharti hayo. Vyanzo viwili vya kanda na maafisa wawili wa Hamas waliambia shirika la habari la Reuters kwamba ujumbe wa Uturuki ulikuwa wazi, ni wakati wa kukubali. Trump alimsifu Erdogan akisema mtu huyu kutoka sehemu inayoitwa Uturuki ni mmoja wa watu wenye nguvu zaidi duniani, ni mshirika wa kuaminika, kila ninapomhitaji yupo. Saini ya Erdogan kwenye hati ya makubaliano ya Gaza imeongeza kasi ya juhudi za Uturuki kurejesha nafasi yake kuu katika siasa za Mashariki ya Kati, jambo lililozitia wasiwasi Israel, Misri, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa Erdogan, mafanikio haya ni zaidi ya sifa za kidiplomasia, ni nafasi ya kujenga upya ushawishi wa Uturuki mbele ya Marekani. Sinan Ulgen, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti ya EDAM mjini Istanbul, anasema uamuzi wa Ankara kuishawishi Hamas umetoa nafasi mpya ya kisiasa na kiuchumi. Kama sifa hizo kutoka kwa Trump zitadumu, Uturuki inaweza kutumia fursa hii kutafuta migogoro ya muda mrefu, Ulgen aliambia Reuters. Miongoni mwa mambo ambayo Ankara inataka ni kurudisha kwenye mpango wa ndege za kivita za F-35, kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na msaada zaidi katika masuala ya usalama nchini Syria. Uhusiano kati ya Washington na Ankara ulianza kubadilika wakati Erdogan alipotembelea ikulu ya White House mwezi Septemba, ziara yake ya kwanza baada ya miaka 6. Mazungumzo yao yalihusu masuala tete kama vikwazo vya Marekani kufuatia ununuzi wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi chapa S-400 na ushirikiano wa Marekani na wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria. Sasa Ankara inaonekana kupata matokeo. Kamanda wa vikosi vya SDF Mazlum Abdi amethibitisha mpango wa kuviunganisha na jeshi la Syria, hatua ambayo Uturuki inaona kama ushindi wa kimkakati. Makubaliano ya Gaza yameongeza hadhi ya Uturuki katika diplomasia ya kimataifa, Trump akimsifia Erdogan kwa kuandaa mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine na baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwaka 2024. Ankara ilionekana tena kuwa yenye nguvu kubwa katika kanda. Kwa kosoaji wake, hili linaamsha kumbukumbu za ufalme wa Ottoman iliyotawala sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati karne moja iliyopita. Nchi nyingi za Kiarabu zinahofia huenda Uturuki ikarejea katika siasa za kikanda kwa mtazamo wa utawala wa zamani. Erdogan ni bingwa kupanua ushawishi wake akitumia matukio kwa faida yake binafsi, alisema mchambuzi wa kisiasa wa Kiarabu Ayman Abdel Nur, akisema zaidi kwamba nchi za Ghuba hazikufurahia Uturuki kuongoza mazungumzo ya Gaza, lakini zilihitaji vita vikome. Viongozi wa diplomasia wanasema Israel mwanzoni ilikataa Uturuki kushiriki katika mazungumzo, lakini Trump aliingilia kati moja kwa moja na kuruhusu Ankara kushiriki.
Mkuu wa ujasusi wa Uturuki Ibrahim Kalin aliongoza mazungumzo ya faragha akihakikisha Hamas kuwa mpango huo unaungwa mkono na Marekani, Misri na Qatar kwa ahadi binafsi kutoka kwa Trump. Afisa mmoja wa Hamas alisema dhamana pekee ya kweli ilitoka kwa pande nne: Uturuki, Qatar, Misri na Marekani. Trump aliahidi kibinafsi kwamba hakutakuwa na kurejea kwa vita. Makubaliano hayo yalihakikisha kwa mateka wa Kiyahudi waliotekwa Oktoba 7 mwaka 2023 katika shambulio lililoua watu 1200 huku zaidi ya Wapalestina 67,000 wakiuawa baadaye katika mashambulizi ya Israel, kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini je, Uturuki imerejea kwenye ramani ya nguvu? Lakini je, makubaliano haya yatakuwa njia kuelekea amani ya kudumu au suluhisho la mataifa mawili? Wadhamini kama Uturuki, Misri na Qatar wanasema mpango huo hauna ramani ya kisiasa kuelekea taifa la Palestina. Erdogan amesema mazungumzo kuhusu uwezekano wa jeshi la Uturuki kushiriki katika ujenzi wa Gaza yatajadiliwa baadaye, na kipaumbele chake kwa sasa ni kusitisha mapigano kabisa, kuruhusu misaada na kuijenga upya Gaza. Ikiwa sifa ya Trump kwa Erdogan zitaendelea, basi Ankara imepata fursa ya dhahabu kurejea katika meza ya maamuzi ya eneo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.